Karibu sana katika makala yetu ya Biblia Waziwazi. Uko mzima? Sisi tuko salama hapa. Mchungaji Boniface Makanda, karibu sana. Asante sana. Tunatumai kwamba hautazami hili peke yako, unaendelea kushare, wengine pia wanaendelea kupata mafunzo haya. Sote tupate kufunzwa, tuingie Galilaya tukiwa wazima kabisa. Karibu tena leo. Kwa hivyo mchungaji, tuliachana ukasema kwamba utatuelezea jinsi ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Ndio tupambane vizuri na adui. Adui wa pili ni ulimwengu, environment. Ulimwengu wa adui wa tatu ni shetani ama Satan. Alafu adui wa mwisho ni kifo. Hivyo ndio Biblia tunaposoma maandiko na kuambia adui wa mwisho kwa adui atakuwa ni nini? Ni kifo, adui mwanadamu wa mwisho. Sasa tukasema kwamba jinsi ya kuanza kupigana vita, jambo la kwanza lazima ujue jinsi ya kuingia katika ulimwengu wa rohoni. Na vile ambavyo unaelewa ni kwamba katika kile ulimwengu kuna vile ambavyo unaingia. Kila sehemu kuna protocol zake za kuingia. Kwa mfano, ukiambiwa ni kuingia kotini, unaingia kama umetulia, umenyamaza, simu umezima, alafu unainama pale mbele, unarudi unaenda unakaa. Hiyo ni protocol ya huko. Ukiingia hotelini ina protocol zake. Vile vile ulimwengu wa giza wako na njia zao za kuingia kwenda katika ulimwengu wa rohoni. Ndio unasikia watu wanaongea, wanasema mimi nilikalishwa kwa uteo, alafu nikafunga macho, nikapotea, nikazama, nikaenda mpaka chini ya bahari. Wana njia zao za kuingia huko. Watu ambao hawajui jinsi ya kuingia katika ulimwengu wa roho wengi ni Wakristo. Umeelewa? Sasa Wakristo hawajui jinsi ya kuingia katika ulimwengu wa rohoni. Yeye anafika, anaingia katika ulimwengu wa rohoni, anaingia ni kama anakuja na nimefika. Bwana Yesu uko wapi? Uko hapa. Mimi nataka kidheri, nataka mutura, nataka hii. Anataka kimaliza amen. Anatoka tena anaenda. And that's why hawasikii Mungu amesema nini. Ni kwa sababu hawana uhakika kama waliingia ama hawajaingia. Acha nikwambie, ombi lolote ambalo unafanya pasipo kuingia ulimwenguni wa roho imekuwa ni kupoteza muda na wakati, haisikiki. Lazima uwe katika ulimwengu wa rohoni ndipo uweze kufika. Sasa unaingiaje katika ulimwengu wa rohoni? Jambo la kwanza, hakikisha ya kwamba moyo wako umejaa neno la Mungu. Maana neno la Mungu hujaa ndani ya moyo. Hakikisha neno la Mungu limejaa ndani ya moyo. Jambo la kwanza. Jambo la pili, baada ya kujaza neno la Mungu katika moyo wako, tafuta mahali ambapo hapana disruption. Hakuna kitu cha kuzuia, kukusumbua. Mahali ambapo ni wewe na Mungu. Jambo la tatu, hakikisha kwamba umezima chochote ambacho kinakusumbua ulimwengu, mazingira, environment ambayo tunaongea juu yake. Kama ni simu, kama ni TV, kama ni nini, zima hizo vitu zote. Hakikisha kwamba uko mazingira ambayo hakuna kitu kinafanya nini? Kina kuaffect, ama hakuna kitu ambacho kinakusumbua. Unaelewa? So hakikisha kwamba uko mahali ambapo environment iko imetulia. Mahali ambapo pametulia. Jambo la 4, invoke the blood of Jesus upon your life before you start any warfare. Hakikisha umetamka damu ya Yesu Kristo juu yako na juu ya familia yako kabla. Wacha nikwambie kitu dada yangu. Kuna siku Daudi alienda vita kupigana na maadui. Akapigana, wakarudi, wakashinda. Waliporudi nyumbani wakapata maadui walikuja nyuma, wakabeba familia yao, wakabeba watoto na kila kitu wakaenda. Huku wanapigana na huku adui anaiba. Sasa sababu ya kujiprotect na damu ni kwamba wakati na deal na adui, asi-attack any other family member. Unajua shetani ni mjanja sana. Watu wengi wameshindwa kupigana kwa sababu wanasema, "Pasa mimi kila nikiingia warfare, kila nikianza tu kuombea shida yangu, naanza kupata shida, Kwa sababu gani? Kwa sababu hujajiprotect. Hivyo basi unapopiga adui, adui anafanya nini? Anarudi kwanza kufanya nini? Ku revenge on you. So make sure umetamka damu ya Yesu Kristo juu yako, juu ya familia yako na juu ya wale watu ambao unawapenda kwanza. Invoke the blood of Jesus Christ. Let the presence of the blood of Jesus be present. Jambo la 5, make sure you subscribe to the help of the Holy Spirit. Hakikisha unaamini, unapenda na unaenjoy utendaji kazi wa Roho Mtakatifu pamoja nawe. Baada ya hapo sasa, tafuta mahali ambapo pametulia. Najua kuna mtu ambaye leo hii anajifunza kitu ambacho kitamsaidia miaka yote. Tafuta mahali ambapo pametulia na uhakikishe uko na kalamu na karatasi. Ni kwa sababu there's 99% possibility kama ukweli utakuwa katika uwepo wa Mungu, Mungu atakuzungumzia.
Ukishafika mahali pale, chukua kalamu na karatasi, weka kando. Ili wakati Mungu anakuzungumzia, andika chini kile ambacho anakuzungumzia. Wacha nikwambie, neno moja kwa Mungu limetosha mambo mengine yote juu ya maisha yako. Neno moja kwa Mungu, la Mungu limetosha kusuluhisha kila kitu. So unapokaa mahali pale katika maombi, hapo unajua kwamba umekuja kufanya nini? Kuomba. Kitu ambacho ningependa kuambia, tafadhali usiwe na kitu kinaitwa time conscious katika akili yako. Usikuwe na kitu kinaitwa time conscious. Mungu anaweza kuchukua na ichukue muda kuliko vile ambavyo ulikuwa unadhania. Kuna wakati naomba, kuna wakati nimekuwa nikiomba alafu nikasema nimechoka, wacha niombe kitu kama dakika 20 hivi, alafu niende nilale. Sasa mimi nikaanza tu kuomba. Saa kidogo mimi nimeomba, nimepotea katika maombi. Nilipofunga macho kurudi, nasema sasa wacha niende nilale. Ilikuwa saa 4. Sasa kusema kwani kulala kuangalia time ilikuwa saa 10 asubuhi. Najiuliza, saa 10 hao? Nikaenda kuuliza my wife, mbona hujakuja kuniita kuniamsha nije nilale? Niambia kwamba nilikuja nikapata kama unaomba in tongues. Nikaenda kulala. Nikarudi tena kwa saa 7 nikapata bado ulikuwa in tongues unaomba. Mimi nikaenda kulala. Nimerudi tena saa 8 kama ulikuwa unaomba. Nikaachana na wewe. Kama unaweza kuwa kwa maombi na mtu aingie na atoke na ujue na ujue you have not been praying, you have been playing. Maombi ni ile wakati unakaa kuwepo Mungu kiasi kwamba mtu anaweza ingia atoke na usikie na usijue kwamba ameingia. As long as mtu amejua umeingia unatoka, you are not praying, you are playing. Because your senses are too active to hear what's happening around. Maombi inatakana isababishe your senses zisikie chochote ambacho kinaendelea. You must be dead to the senses. In our next book ambayo nimeandika kuhusu meditation ambayo itakuja kusaidia watu. So what I'm teaching here is all about meditation. We win the enemy via what? Meditation. Sasa katika meditation, what do? Get the scriptures ambazo unazifahamu vizuri na unazipenda, ambazo zinaongea kuhusu maisha yako ile unapenda. Kisha baadaye anza kutafakari na kuzungumza kuhusu andiko hilo, ukirudia. Zungumza kuhusu hilo andiko, tafakari kuhusu hilo andiko, waza kuhusu hilo andiko, tafakari kuhusu hilo andiko. Wacha nikwambie, tafakari kuhusu hilo andiko mpaka mind yako yote ikuwe occupied. In other words, wacha andiko hilo lianze kuwa hai. Kwa mfano Biblia inasema kwamba hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi, na nchi ikawa ukiwa, na giza likawa juu ya nchi, na roho wa Mungu akawa anatembea juu ya vilindi vya maji. Wacha ifike mahali mpaka hilo andiko unaanza kuliona. Hapo mwanzo Mungu akaumba mbingu na nchi. Ona mbingu na nchi. Ona vile ambavyo kulikuwa na giza juu ya nchi. Ona vile roho wa Mungu alikuwa anatembea juu ya nchi. As long as umeanza kuona image ya maandiko katika ulimwengu wa rohoni, tayari umeanza kuzama katika ulimwengu wa rohoni. Unaelewa? Naelewa. Unapoanza ona ile andiko mpaka ujione sasa ni wewe ulikuwa unatembea na hilo andiko. Na Mungu akasema wacha nyota ziwe, wacha jua liwe, na litawale mchana na usiku. Anza kutembea na Mungu vile alikuwa anaamuru, wacha nyota iwe, wacha mwanga uwe. Na wewe pia katika hiyo wacha hii iwe. Baba, katika maisha yangu pia unaanza kuwaza, wacha uzima uwe, wacha baraka ziwe, wacha mume wangu awe, wacha mtoto wangu awe. Unaanza kuziwaza vitu, unaanza kuzitamka. Unatamka mpaka sio kuomba sasa. Unasema unajua unaposema wacha ziwe, unatamka. Kumbuka, haupigani na adui tena. Maana katika uwepo wa Mungu adui hawezi patikana. Ukiwa katika uwepo wa Mungu na unawaza mawazo ya Mungu, adui hayupo pale tena. Anapotea mwenyewe. Njia moja ya kupiga giza sio fimbo, sio sword, ni kibiriti kidogo tu. Ukihakisha hivi, giza linatoweka. Kwa hivyo andiko linapoanza kuleta movement katika akili yako na katika mawazo yako wakati umeconcentrate, automatically giza and Satan disappear. Amen. They never be there. That's why the Bible inasema kwamba acknowledge the Lord, resist the devil, and the devil will do what? Will flee. Not that you will chase the devil. No, he himself will flee. Acknowledge the Lord. How do you acknowledge the Lord? By bringing the scripture to become alive. You are acknowledging the Lord because the scripture is the voice of God that is written.
So the voice of God that is written, when it's brought to alive, what happens is that the devil disappears. Yes. So during that time, ukiwa concentrate, now start declaring what you want to do, what you want to happen. Kama ni mtu unataka fanya kitu fulani, ongea naye, mwambie, Iva, nataka kuanzia leo ufanye hivi na hivi na hivi. Because at that time you are already in the spirit of Iva is already there. You can communicate to that person. Yule ambaye anakusumbua, muite. Ukiwa pale, because remember, anytime you practice the word of God, you become a God. Biblia inasema kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 7 ya kwamba mkikaa ndani mwangu na neno langu likae ndani mwenu, ulizeni chochote mtakacho, mimi nitawafanyia. Ask anything. That is the time, because the word of God, you are in the word of God, umekuwa katika neno la Mungu na nyote ikang'aa na Mungu akasema na kuwe na vyote vikakuwa na Mungu akaangalia na akafurahia. Baba, nataka kufurahia hiki ambacho naona. Kuanzia leo, huyu ambaye amekuwa akinipiga vita, huyu Joji wewe umekuwa ukinipiga vita. Njoo hapa mara moja. Unamwamuru. Alafu katika ulimwengu wa rohoni, make sure uko so attentive and concentrating until you are able to feel Joji ako pale. Joji, ukifeel in the spirit, Joji amefika, you can address him. Before you feel Joji is here, don't address anything. They are not hearing. Wakifika, anza kuaddress. What happens? When you address them now, you are addressing the spirit of Joji. Mwambie Joji, fanya hivi. Mimi nakupenda na upendo wa Mungu. Na kuanzia leo, ile uchao umekuwa ukituma juu yangu, haitafanya kazi. Ukituma tu uchao juu yangu, inaharibika, inakufa. Sasa kuanzia leo Joji, fanya hivi. Anza kuishi hivi. Ukiniona, fanya hivi. Ukiniona, whatever utacommand Joji kufanya. Whatever utacommand Joji kufanya. Ukitoka mahali pale, anza kushukuru Mungu. Joji atakuwa anafanya kitu si kwa sababu ametaka. Hajui unasikia unapata mtu anasema kwamba Ivan, nimekuletea kitu sielewi, lakini nimekuwa nikilazimishwa nikuletee kitu. Ama nifanye. It's because katika ulimwengu wa rohoni anakuwa pushed, anasukumwa afanye hivyo. Sasa kitu kingine, usingoje adui akuaddress katika ulimwengu wa rohoni. Ni wewe umemuita muaddress. Ndio. What do you mean by sungojea kwa address? Usikubali mawazo yako iwaze jinsi ambavyo yeye anaweza kuwa na respond. Wacha mawazo yako iwaze jinsi ambavyo amekaa ametulia anasikiza na anafanya vile ambavyo umemwambia. Ukimaliza kumaddress, mwambie nimemalizana na wewe, go. Ukimaliza usitoke katika maombi. I'm teaching you some secrets. I'm telling you. I'm teaching you some secrets. I'm teaching you some secrets here. Ukimaliza kumaddress, usiamuke na kuondoka. Nyamaza na ufunge mdomo. Kama ulikuwa unaongea, ufunge mdomo na umefunga macho na unyamaze na usiongee chochote na utulie. Hiki ndio kitu kigumu sana kwa Wakristo, being still. Biblia inasema kwamba stand still and see the salvation. By being still, your spiritual eyes will now start seeing the motion of what you have been talking about taking place. By standing still, unakuwa still na unanyamaza. Hapo ndipo utaanza kusikia macho yako inaanza kufunguka. Ningependa kushauri Mkristo ambaye anafundisha mambo ya kiroho, some of the things that normally happen, distraction. Jambo la kwanza utasikia ni kama kitu kimekukwara ama kimekuuma mahali mpaka ni kama unatoka ama kitu kinaweza pita na ili ushtuke. When such a thing happen, realize kama ulikuwa unaanza kuingia kwa self. Sasa don't follow it. Hata kama ulikuwa tayari umekuwa disrupted, just go back to where you were and start from where you were. Usitoke mahali pale. That's number 1. Number 2, kuna wengine utaanza kusikia masikio kama kitu inakupiga kama inaingia. What it means, your spiritual ears are being opened. You need to hear a voice. Wacha mambo ya kugoroga masikio fanya nini? Be still, tulia. Kuna kitu kinafanyika katika ulimwengu wa roho kuhusu masikio yako ya rohoni. Kitu cha 3, utapata mwingine unasikia kichwa kinaanza kukuuma in your forehead. Na najua kuna mtu anatusikiza anasema amesikia kitu kama ikifanyika. Ukaanza kuona umekuwa kwa maombi, uko katika maombi unasikia ni kama kichwa kinaanza kuuma in the forehead. Wewe unasema kichwa kinaanza kuniuma nikiwa mahali pale, sasa nikatoka kwenda kunywa maji. Remember, you have been concentrating on the word of God, on intense concentration. And because of that intense concentration, your spiritual eyes are also opening. So don't leave the spiritual atmosphere
Hata ukisikia kama kichwa kinakuuma, move your mind from that. Ukiwa mahali pale, just move your mind from that. Stay there. Actually kichwa kikuumi, the enemy anajaribu kuiprogram kwa macho yako uamini kinakuuma so that utoke katika ulimwengu wa rohoni. Ukisikia kichwa kinakuuma ama masikio ni kama sijui nafanya namna gani, ni kama mwili nafanya namna gani, now that time it means the presence already there. The enemy anataka akudisrupt utoke. Concentrate. When you are concentrating, let me tell you, you're going to start hearing the voice, or your eyes will start seeing some. Utatolewa pa, hiyo inaitwa sasa maono. Maana kumbuka kuna tofauti kati ya maono na ndoto. Ndoto huja wakati umelala. Maono huja wakati haujalala, lakini your mind is taken away kidogo, so that you can start concentrating on what God is doing. As you concentrate, God will speak to you, God will talk to you, God will show you things. And whatever you see from there, write it down. Na usinde kuambia what you have seen. And let me tell you, if you can do this 30 minutes daily, 30 minutes daily, you will never ever be seen by anybody again on earth. Utakuwa umeenda na maisha yako itakuwa imeenda forever. And that's how we rule in the realm of the spirit. Wachawi wanajua. That's why wanakukatakatanga, unasikia uchungu, wanakuambia concentrate, nyamaza na usiongee. Sasa wewe unanyamaza, unakuwa attentive kwa maneno ambayo anaongea, anaanza kuchant. Una concentrate na vitu vinaanza kufanyika because you concentrated on what they were telling you. But here hiyo sasa hiyo ya kichawi inakuwa sasa inaitwa yoga. But sasa here, because you are spiritually meditating, you are concentrating on what the word of God has been saying. For example, the scripture says you'll never go down, you'll never be sick anymore. By the stripes of Jesus you are healed. You are well in Christ. You are rich in Christ. The curse of the law has been broken. Jesus has made you a blessing. No one will come before you and defeat you. The one, God is thinking good things about you. The word has spoken and declared, this is who you are. You are a victor. You are a winner in Christ. As you are thinking these things about what the Lord is declaring about you, you can no longer be sick. You are no longer poor. There's no barren in Israel. As you are talking about this and meditating about these things, na una concentrate, zinaanza kujiumba. By the time you are done, you just now start waiting for manifestation in the physical realm, because you have already created your world. Mchungaji, can you imagine increasing your salary in that moment? The Lord said, I am the blessed of the Lord. I shall lend to many nations. I shall not borrow. I shall lead. I shall not be led. And then in the same motion, unapata mpaka salary yako. Unapata ile graph ya salary ambayo imekuwa ikikaa hivi. Unaishika hata na kidole in the realm of the spirit. Unapandisha graph. Unapandisha graph yako ya salary. Unaiachia hapa, nasema nataka ifike hapa. Unaiachia pale. Unapata file yako ambayo ilikuwa imetumwa for application. Sasa mtu hajatengeneza, hajafanya chochote. In the realm of the spirit, unaenda mpaka unachukua file yako in the realm of the spirit. Unaiweka kwa meza ya boss. Na unaambia boss, fungua macho yako, angalia. Unakaa. Tomorrow, what happens? Simu yako unapigiwa simu. For them wanasema sijui kwa nini nimekuwa nikitamani kukupigia kwa muda mrefu sijakupigia, sijui kwa nini. But you have already dealt with this one in the realm of the spirit. Your enemy can never see you. But the more wanaroga, the more una ascend. The more wanaroga, the more wana ascend. And the more una ascend, the more una rule. Na unajua unaendelea kugrow pole pole. Mungu naye anajua kuficha ufanisi wako kutokana na adui mpaka wakati mzuri. Yusufu Biblia inasema kwamba kila kitu ambacho aliguza kilifanikiwa because alikeep in mind yale maneno Mungu alikuwa amemwambia utakuwa mfalme. Na the more anamtesa, kumbe the more anaendelea kupanda kiwango. Naye Mungu anamficha tu. Anafichwa yeye akawapo kwa nyumba ya Potifa. Anafichwa tu, ndio huyu sasa ako kwa jela. Amefichwa tu. Ikikomaa hivi, Mungu akimanifest watu kama nimefanyika lini? But wewe unajua ni lini ulianza. Kwa hivyo kitu moja uelewe unapomalizia ni kwamba katika ulimwengu wa roho hakuna time, hakuna season, hakuna usiku, hakuna mchana. Utashangaa ukitoka mahali pale unajiuliza, umemaliza muda gani? Unashangaa tumemaliza 3 hours na hujui. Why? Because you are in the presence of the Lord. Wacha tufike pale. Wewe barikiwa kabisa. Imekuwa ni Biblia waziwazi. Wow.